Wananchi wa kijiji cha Sangaiwe wilaya Babati mkoani Manyara wameiomba serikali kupitia jumuiya za uhifadhi za wanyamapori WMA, mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania TAWA na jeshi la uhifadhi JUIBU kuongezea vifaa vya kisasa vya ulinzi ili kuwadhibiti wanyamapori waharibifu wanaovamia mashamba yao na kuharibu mazao. Ombi hilo limekuja baada ya tembo kuvamia na kuharibu trekta ambalo wakazi hao walikuwa wakilitumia kuwafukuza wanyamapori hao, ambapo katika tukio hilo baadhi ya vijana waliokuwa wakiendesha trekta hilo walinusurika, hali ambayo ilizua taharuki katika jamii. Wananchi hao wamesema kuwa vifaa wanavyovitumia hivi sasa vimekwisha zoeleka na wanyama hao, na hapa wanawasilisha ombi lao. Jina naitwa Tito Mikael Motori, mkazi wa kijiji cha Sangaiwe. Lile tukio lilikuwa ni zito. Ilikuwa ni kifo, lakini Mungu amenusuru. Kwa sababu vijana walivyoona kwamba yule tembo amewageukia, waliamua kuruka kwenye trekta. Ikafika wakati tembo akaanza kushambulia ile trekta. Kiukweli imeleta hofu kwa vijana ambao wanaolinda. Tunaomba serikali au jumuiya hizi za hifadhi tulizonazo watupe kampani kwa ajili ya ulinzi. Kwa majina naitwa Blas Agustino Gicha, mkazi wa Sangaiwe. Jana tulikuwa kule kwenye malindo kule, tulipewa kazi ya kusimamia kulinda mazao. Kulikuwa hapo kuna ramsha kidogo ya tembo. Tulikuwa tunalinda, tulikuwa tunafukuzana kidogo na tembo. Tembo aligeuka na kutuvamia na kutuanza kushambulia. Tembo alikuwa ameingia shambani, tukaenda kuwatoa. Tulipofika tulipoanza kuwatoa, yule tembo mmoja alikuwa ni korofi. Ndio alirudi nyuma na kuanza kutushambulia na kukimbilia trekta na kuanza kuipiga. Ilikuwa inatukiza kwa sababu trekta ilikuwa na mgurumo mkubwa. Ndio ilikuwa inafukuza kwa nyuma. Yule tembo alikuwa kwa mbele, ndio akageuka kwa nyuma. Akaanza kukimbilia trekta. Na trekta, speed ya trekta kidogo ni so kubwa kama tembo alivyokuwa na speed. Kwenye trekta tulikuwa wawili, ila kwenye watu tulikuwa tunaolinda pale kwenye ile yale malindo wote tulikuwa watu 30. Na mliponaje? Alipogeuka kurudi kuja nyuma, sisi tuliruka na kukimbia, tukaacha trekta. Hata yule tembo alilenga trekta moja kwa moja. Akawa anashuhudia. Na imekuwa ni kawaida yenu kutumia trekta kama zana mbadala ya kufukuzia tembo? Ndio. Trekta ni zana yetu mbadala. Kwa sababu kila miaka ndo tunaitumia. Sasa hivi tembo sijui ndo wameshazoea ile trekta, ndio hivyo wameshaanza kugeuka na kuanza kuwa wakorofi. Mimi naitwa John Valerian Chimpo, mwenyekiti wa kitongoji cha Sangaiwe, ambako ndiko tulikuwa pakana na hifadhi ya Tarangire. Sasa hivi ni kipindi cha ulinzi wa mazao wa wanyama porini. Tuko kwenye ulinzi kwa kipindi hiki. Lakini kuna jambo limetokea jana usiku wa kuamkia leo. Mwamba kuna tembo mmoja ameshambulia chombo tunachotumia katika ulinzi ambayo ni trekta aina ya Newland. Baada ya kuwatoa mashambani, wakati tunaendelea kuwatoa mashambani, alipomaliza tu shamba, ilikuwa katikati ya shamba moja la ufuta, akageuka akaanza kushambulia. Bahati nzuri hajazuru binadamu, bali ameshambulia hiyo trekta kwa ujumla. Imeumia sehemu za juu, bonnet yote, steering na siti yote imeng'oka. Baada ya hapo, bahati nzuri vijana waliwahi kuruka kwenye trekta, ikaendelea kushambulia hilo trekta. Kwa kweli, kwa hali halisi iliyoko mpaka sasa, hali ya ulinzi kwa tembo wamezidi mno. Ni wengi kiasi kwamba sio kwamba ni moja tu, ni kwamba ni makundi. Tunatoa makundi, baada ya kundi baadhi wanarudi moja. Kwa hiyo ndio changamoto tulionayo na ndio kazi tunaendelea kufanya. Zana sana zinazotumika ni honi, tochi na zana za asili. Kuna kitu kinaitwa tago kwa ajili ya kurushia mawe. Kwa hiyo hizo ndio zana zinazotumika, na kwa sasa ni kama vile
jiongeza kidogo, kama vile trekta mbili ndio zinasaidia. Tumeona afadhali, lakini bado kwa ajili tembo ni wengi, kwa bado tunaendelea kuzidiwa, haitoshelezi. Kwa ule mlio na ule ukubwa, kwamba ule mlio na taa wakati unamsogelea inamshawishi kwamba aondoke haraka. Mwanzo nilisaidia ama bado? Mwaka jana nilisaidia vizuri kabisa, lakini kwa mwaka huu kulingana na tembo ndio wanazoea, ndio wamezidi, tunashindwa kweli kuelewa kwamba kwa sasa mpaka karudi kushambulia trekta ilikuwa ni kitendo cha ajabu sana, haijawahi kutokea. Leo hali ni mbaya, mpaka vijana wamekata tamaa kwamba kile kilichokuwa kinawasaidia kinaanza kushambuliwa. Kwa hiyo tayari imeshaonyesha changamoto kubwa kwamba kwa sasa vijana wamekata tamaa kwamba kwa sasa hali itakuwa ni tete. Hatujui kwa hali ya leo kitakachoendelea, kwamba sasa hivi tunaenda kwenye malindo, tutapata picha kamili kwa leo kwamba kuna hali gani. Inawezekana vijana wengine ni mwisho ni leo. Sasa kama kitongoji mmepanga kufanya nini zaidi? Kwa vile sasa imeshakuwa ndio hali halisi na mazao yako mashambani bado yako teke sana. Yaani haijafika kuvuna. Lazima tupambane. Alafu wakati huo leo tulikuwa na hivi vyombo vya ulinzi na usalama kama vile TAWA, Juibu, tulikuwa nao, wameonyesha moyo kwamba wataendelea kusupport. Sasa sijajua kama watakuwa na hali ile endelevu, vinginevyo hali ni mbaya, inawezekana mazao yakaisha. Ni kweli kuna jambo kama hilo tulishawahi kuwaza mpaka kutoka mwaka jana tulime mazao ya ufuta, na sasa sana ufuta umelimwa pembezoni kule tunakolinda, lakini zao la alizeti tulikuwa tumelima mwaka jana tukaona ni afadhali, lakini kwa sasa hata ufuta hauna uafadhali kwa sababu ya wingi wa tembo. Wingi wa tembo walioko, hata ukipanda ufuta lazima waje wakanyage. Ni tofauti na mwanzoni ilikuwa wanapita kimstari wanalenga kule mazao yale yanayelika yako mbele, lakini kwa sasa hivi wamefika sasa ni changamoto kwenye huo ufuta, wanaendelea kutafuta majani mle ndani na kukanyaga. Hata japokuwa ameshauri tupande ufuta tu, haitatosha, ule ufuta utaisha kwa ajili ya kukanyaga. Ana changamoto iliyoko hii ya wanyama, ushauri kwa mwaka huu kwa sasa yani serikali isogee ili tuweze yani serikali iwepo kama hizi taasisi kama jumuiya na TAWA wakiwepo, ili tuweze kuokoa kilichoko, ili baadaye tuendelee kujipanga kwa baadaye. Lakini sana kwa tunategemea sana kama kutakuwa na uwezekano wa kuweka uzio basi ule wa shoti ya umeme, ili wanyama wakazuiliwa kule, huko tutakuwa salama zaidi. Lakini vinginevyo hali ni mbaya, hakuna mtu atakayevuna chochote kilichoko. Hapa naitwa Julius Nade kutoka Sangeo Magugu. Kwa kweli kuhusu hili tukio lililotokea usiku wa kuamkia leo limetutisha sana katika mashambani. Mpaka limetupa hata hofu ya kuendelea hata kulinda huko usiku, kwa sababu hatari tuliokutana nalo. Kwa sababu tulikuwa tunawazuia wale wanyama katika mashamba yetu wasiendelee kuathiri, lakini pasipo wakati tunaendelea kuwazuia ili wanyama wasiingie kwenye mashamba yetu, ili wasiathiri mashamba yetu, wanyama walijaribu kulazimisha kuingia mashambani kwa nguvu. Wakati wanaingia kwa nguvu, tukaendelea na sisi kuweka mgomo ili wasiweze kuingia kwenye mashamba yetu, yasiathiri mashamba yetu. Lakini tofauti na hapo, wanyama walitumia nguvu, wakaamua kupiga, na hata na kile chombo chenyewe tulikuwa tunacho kilikuwa kinatusaidia kuzuia, kwa ajili ya kuzuia wale wanyama kuwarudisha porini. Walikuwa wanaogopa mara ya kwanza, kweli walikuwa wanaogopa sana. Chombo gani hicho? Chombo ni trekta aina ya Newland. Ilikuwa inasaidia sana kuzuia, lakini sasa hivi inaonekana hata hao wanyama wameshazoea hata mlio wa trekta. Maana tukiwapigia honi, tukiwatisha na trekta wakati ule mgurumo, inaonekana kwamba tayari sasa hivi wameshazoea. Mmeweza kubuni nini sasa mbinu nyingine mpya? Mbinu nyingine kwa sasa hivi ni hata hivyo sasa hivi tumeogopa, lakini tunasema tu bora tuvumilie hivyo, tuzuie kwa hapa kwa muda, lakini endapo tunaendelea kuzuia, ilikuwa tunatakiwa tupate hata kampani kidogo. Lakini sasa hivi kutokana na hii kampani yetu ya trekta ilikuwa inatusaidia, sasa hivi hamna tena. Sasa hivi tunaendelea tena usiku, tunaenda sijui itakuwaje kwanza.
Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.